Nashukuru sana kwa hii muda. Tumemaliza game yetu pamoja na Garissa County Assembly na wameweza kutupiga. Tumepigwa na Garissa 4-2, na ni kawaida kwa mpira, lazima kuwe na wa kushinda na anayeshindwa. Kwa hivyo sasa focus imeenda kwa our next match against Makueni, na hiyo ni must win match. Sema tufunge Makueni ndio tuwe tumejikatia nafasi ya qualify kwa the last 16. Hii mwaka tumekuwa na challenge kidogo kama football team. Training nilikuwa nina train na 7 players, na out of the 7 players hao wawili hawakuweza kusafiri, na unajua mheshimiwa ako very busy. Mheshimiwa, mpira kama huja train, rafiki yangu, lazima utafungwa tu. So kuja hapa game ya kwanza against Kericho tulianza watu 9 kwa uwanja, nilifield 9 players kwa uwanja, na hiyo ndio ambayo ilifanya Garissa wakatufunga. Jana tumekuwa na Nyandarua, nilikuwa na mzima, tukafunga Nyandarua 2-1. After hiyo mchezo kuna players wangu ambao walisafiri wakarudi Kakamega. Hii yetu pia na hii timu ya Garissa tumeanza pia tukiwa wachache, lakini hivyo ni mambo imekuwa. Kasa ya last year ilikuwa a bit fairer, sababu watu walikuwa wamejicommit, watu waliingia mazoezi, preparation ilikuwa kabambe. So unaangalia before that particular game tulikuwa tumeshajipanga. Garissa tumekuwa na mheshimiwa mmoja ambaye alikuwa ni goalkeeper, au wengine ni vijana ambao wanapiga mpira wa ligi. Mimi nimefield waheshimiwa 7 na staff 2-3. Kwa hivyo ningependa, kama kweli tungependa tuchukue taji la Kasa, preparation ya mwaka ujao inaanza saa hii. Tuanze kujipanga, tuanze kuunda timu yetu, tufanye mazoezi ya ziada, ndio next year tuwe na timu ambayo ni strong kushinda Kasa.